Mi ripota wako wa zamu naitwa Morris. Karibu kwenye exclusive interview. Leo ikiwa ni Ijumaa ya mwisho kabisa ya mwezi wa 3 2025. Hii ni Ijumaa ya mwisho siku ya tarehe 28. Simba Sports Club amesafiri kuelekea pale nchini Misri kwenda kuivaa Al Masry katika mchezo wa kwanza ama mchezo mkondo wa kwanza wa robo finali kombe la shirikisho barani Afrika. Mchezo huo utapigwa siku ya tarehe 2 ama Aprili 2. Mnyama Simba anaenda huku akiwa na baadhi ya wachezaji akiwa kosa akiwemo Chemaloni Fondo. Niko hapa na mchambuzi wa masuala ya kabumbu nchini Tanzania Dominic Salamba kuweza kupitia hayo yote. Tunaelewa hapa Tanzania kwetu nini kinachoendelea, mshike wa kuahirisha kwa dabi ya Kariakoo, kile kinachoendelea baina ya serikali kupitia Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, Simba na Yanga, TFF, bodi ya ligi. Kumekuwa na mvutano mkubwa sana. Jana waliitwa pale katika ofisi za IBMT, wamezungumza chozungumza, lakini mpaka sasa hivi bado mwafaka hujawekwa wazi ni wapi walipofikia. Haya yote bwana tutayazungumza hapa. Niko na my brother hapa Dominic Salamba. Nzangu niko vizuri. Niko vizuri kabisa. Ndio. Maisha yanaenda. Tunamshukuru Mungu kwa sababu kila ukiamka ukiona uko salama, una uzima, akili iko sawa sawa, ni swala kumshukuru Mungu. Nasema Mungu mmoja, tunatofautiana kwenye madhehebu ama kwenye dini tu. Kwaresima inapanda? Inapanda. Inapanda kwa sababu watu wanaipandisha. Kwa kama wao wanaipandisha basi inapanda pia. Bana, sisi tumekuja hapa kuja kujadili kile ambacho nilitoka kugisia hapa mwanzo. Simba Sports Club wamesafiri leo alfajiri kuifuata Al Masry. Moja kati ya timu ambayo wanasema ikishika nafasi ya 4, mfano timu ikishika nafasi ya 4 ambayo inacheza ligi kuu nchini Misri, inaweza ikawa ni mara 2 ya yule bingwa wa Tanzania. Yani ni kutokana na ubora wa ligi ya pale. Pengine kuelekea kwenye huo mchezo Simba Sports Club anaenda kama nani? Kama favorite kwa Al Masry, ama anaenda wakiwa kwenye mzani sawa, ama akiwa anaenda kama underdog? Anakwenda wakiwa kwenye mzani uliokuwa sawa. Kwa nini? Kwa sababu ligi ya Egypt, hata ambaye ameongea kwamba nafasi ya 4 ya ligi ya Egypt huku ni mara 2, sio kweli. Hiyo ilikuwa ni zamani. Ilikuwa ni zamani sana. Sasa hivi mtu akija nafasi ya 4 hapa pengine anaweza hata ubingwa asichukue. Kwa nini? Kwa sababu zamani palikuwa pana tofauti kubwa sana ya kimaandalizi, ya kiuchumi baina ya hizi timu kutoka Afrika Kaskazini. Nazungumzia Algeria, Morocco, Tunisia na Egypt. Zilikuwa ziko mbele sana. Sisi tulikuwa tuko nyuma. Tunaona hasa kwenye eneo la kiuchumi, kuandaa timu, kusajili na vitu vingine vingi. Kwa hiyo wenzetu walikuwa wanachukua zile pure talent from all over the Africa. Yaani mchezaji aking'aa mali wanamchukua, akichukua akienda Burkina Faso wanamchukua, wanakuwa nao hao, lakini pia walikuwa na miundombinu iliyokamilika, facilities. Kwa hiyo unapokutana nao wanakuzidi ubora wa wachezaji, wanakuzidi maandalizi, wanakuzidi kila kitu. Kwa hiyo watakufunga wanavyotaka. Ile pace kiwanjani ulikuwa unaona, hata ukiangalia yani kama vile unakuta timu moja ilikuwa inafanya mazoezi mwaka mmoja, nyingine haijafanya kabisa. Kwa hiyo huo tofauti kwenye siku za karibuni umepungua sana. Timu zetu zinaweza imekuwa, dunia imekuwa kama kijiji, sisi tunajiandaa. Leo hii Simba Yanga inaweza kumchukua mchezaji yote ambaye angeweza kutoka sehemu yote, kutoka Ghana, Morocco akafika, hata kama hata kwa katika ile level, katika ile highest level, lakini mchezaji ambaye ni promising player ambaye baada ya mwaka mmoja miwili unaweza kumuona akiwa Egypt sehemu nyingine. Lakini pia maandalizi, leo hii Simba anaweza katoka akaenda kujiandaa South Africa, akaenda Uturuki au sehemu nyingine yoyote, akatia kambi Morocco, akakaa wiki 2 wiki 3, wakisafiri wanafikia kwenye hoteli za 5 star na wakakaa. Kwa hiyo zile hofu, shida zimepungua kiasi kwamba sasa hivi utofauti umebakia ni mdogo sana. Ndio maana ukiangalia hata timu yao ambayo ndio inatawala soka la Afrika kwa maana ya National Ali bado wanatufunga ndio, lakini utofauti sio ule kama miaka ya nyuma. Kwa hiyo ukiangalia kwa ligi yao ubora wao umepungua, na sio wao tu, ukiangalia nchi zote za ule ukanda wamepungua sasa hizi. Timu zao hazina nguvu ile. Yabakia kwa majina kwa sababu tayari waitengeneza historia kubwa. Ukiangalia
Ismailia, Zamalek, Al-Masry sio timu zile za miaka ya nyuma katika ule ubora ambao kidogo. Morocco na wao pia wamejikita kwenye soka la ndani la vijana, lakini ligi yao na yenyewe pia kikiangalia sasa hizi haina ubora. Waangalie yao Tunisia, CS Sfax na timu nyingine US Monastir zipo hazina ule ubora, tunazifunga. The same na Algeria, ukiangalia timu nyingi zimepotea. Kwa hiyo naiona Simba ikienda kuwa ni mpinzani halisi wa Al-Masry na anaweza kufanya kitu. Kwa hiyo mechi ambayo yoyote anaweza akapata matokeo, isipokuwa pengine ni ile advantage ya home advantage ambayo ataitumia hao ndio inaweza ikabaki. Kwa maana ya kiuwezo na kimazingira mechi ni 50 kwa 50. Simba anaenda pale kwa mara tena nyingine, kwa sababu amekuwa akienda pale kumfuata Al Ahly kwa miaka ya hivi karibuni, lakini matokeo yalikuwa ni finyu kupatikana pale kwake. Anaweza akafungwa goli moja, goli 5, goli 2, lakini yeye asirudishe. Anaenda kukutana na Al-Masry ambaye kwenye msimamo wa ligi anaenda kama ni nafasi ya 4 ya 5 hivi, anacheza hapo kwenye top 4 top 5. Pengine Simba Sports Club tunaweza tukasema kwamba ni moja kati ya timu inayoenda kucheza kwa mara ya kwanza nchini Misri ikiwa na uhakika wa kwenda kupata matokeo. Siwezi kusema ni moja kwa moja ikiwa na uhakika, sababu kama nilivyozungumza kwamba sio timu ngumu sana na sio timu rahisi sana, lakini inaweza ikawa ni ngumu kidogo pengine kutokana na uimara wa Simba. Mimi ni miongoni mwa watu ambao naamini kwamba Simba bado haijafikia kwenye level ambao pengine watu wengi walikuwa wanaitarajia. Yaani ile uwezo wake bado nimebakia tu. Ni timu ambayo ni timu kubwa, ina experience, ina rekodi nzuri, lakini kikosi chake akiwezi kukushawishi ukasema kwamba ni timu ambayo inaweza ikafanya lolote sehemu yoyote. Bado hiyo level kwa saizi hawajafika, ingawa wanategemea kuweza kufika. Lakini nikiangalia determination yao, nikiangalia focus yao, nikiangalia ambapo wamekuwa kicheza na matamanio yao, na waona wana discipline. Ndio maana ukiangalia wanapokwenda mechi nyingi za away, mwalimu ana opt kuweza kuheshimu opponent. Ukiona na mheshimu opponent, maana yake una madhaifu mengi kuliko opponent wako. Ndio lugha rahisi. Ukiona unaamua kukaa nyuma, maana yake kuna vitu vingi ambavyo mwenzako anakuwa amekuzidi, ndio maana unaamua na kuwa second team hatukupi sisi. Yaani wewe mwenyewe unajipa kwamba mimi hapa katika mechi hii hapa hapana, siwezi kupishana. Ngoja nikae nyuma, kwa sababu ukiangalia kuna factor nyingi ambazo mwenzako anakuwa amekuzidi. Kwa hiyo ukiona hiyo factor, maana yake hiyo level haijafika. Kwa kipindi tulikuwa ingawa wengi wapendi niwe naizungumzia ukitaja Yanga, nitaizungumzia kwa sababu kuna kipindi ilifanya. Kwa kipindi Yanga misimu miwili nyuma wakati anacheza ile kombe la shirikisho, alikuwa anaweza kwenda sehemu yoyote na ana takwimu zote, yani anakwenda kucheza kwa sababu alikuwa ana hizo guts, alikuwa na hiyo quality ya kumfanya kwamba aende sehemu yoyote akapambane akatafuta matokeo. Kwa hiyo kwa ninavyoangalia bado ni mechi ambayo utasema Al-Masry ana nafasi kubwa kupata matokeo, pengine labda 60% akachukua mwenyeji, lakini matokeo hayo sio kama tulivyozoea, unless Simba wenyewe waende na approach tofauti kwamba 1-2, 2-2, 2-1, 1-1. Yani mechi ambayo bado utampa advantage, kwa sababu soka la Afrika limethibitika kwamba timu ikiwa nyumbani inakuwa ina uwezo tofauti na ikiwa away. Ndio maana ukiangalia hakuna correlation ya matokeo, mahusiano kati ya mechi ya kwanza na mechi ya pili. Mtu anaweza akapigwa 7 akaenda na akashinda 1. Lakini Europe wenzetu wameshafanikiwa, unapigwa 4 unapigwa 4, kwa sababu it's all about quality. Lakini si kwetu kuna vitu vingi vya nje ya kiwanja ambavyo vinamfanya mwenyeji aweze kuwa na advantage. Kwa hiyo advantage ya home advantage hiyo na mazingira ya Afrika ndiyo inaongezea asilimia niseme kwamba Al-Masry anaweza kupata ushindi, nikampa 60% na Simba nikampa 40 kwa sababu ya kuwa yuko katika nchi ya ugeni. Inakuwa hii ni mara ya pili sasa inajirudia. Simba alicheza ugenini, kama kumbukumbu zangu haziko tofauti, msimu wa 2023-24 alianzia ugenini dhidi ya Kaizer Chiefs. Ameenda kule akala chuma 4, amerudi hapa katika kutaka kupindua matokeo akaishia kwenye chuma 3. Akafunga Simba goli 3 dhidi ya Kaizer Chiefs. Msimu huu pia anaanzia ugenini katika hatua kama hii ya robo finali. Pengine tunaweza tukasema kuna kitu Simba ambacho amejifunza huko nyuma, na hii inaweza kuwa ni chachu ya kuondoka kwenye hichi wanachomtania kwamba yeye ni mwaka robo, kila siku anaishia hapa. Lakini pia kukosekana kwa wachezaji kama Chemaloni Fondo inaweza ikampa ujasiri kiasi gani kocha Fadlu Davis kwenda kufuta hizi rekodi ambazo zimetokea hapa nyuma. Kujifunza ni kitu kimoja, kwa experience ni kitu kimoja, lakini kuwa na timu bora ni jambo lingine. Yaani unaweza ukawa kila siku unajifunza lakini hauna capacity
ya kuweza kuyafanyia kazi yale ambayo umejifunza. Sio, unaelewa sijui eh? Kwa hiyo ninachokiona ni kwamba Simba si kwamba anaishia robo finali kama bahati mbaya, kama inatokea kama ni bad luck. Hapana, anaishia robo finali kwa sababu ya quality ambayo anakuwa nayo, ndio inakuwa inamfanya aishie robo finali. Yani kama ikitokea anavuka, basi inakuwa ni fluke kama fluke nyingine zimetokea. Na hata msimu huu kwa timu ambayo alionayo ni kama advantage. Mimi nikiangalia, yani ni timu ambayo binafsi naiona, yani sio timu ambayo itakiwa icheze robo finali. Naomba nielewe. Yani yuko robo finali, lakini timu yake haireflect na robo finali. Bado ana timu ya kawaida. Timu yake sio timu nzito, lakini bado inaweza ikafika mpaka finali. Sio kama unanielewa? Yani yeye mpaka finali. Yani sio timu ambayo wakasema wow, kwa quality hii basi naiona Simba ikipita hapa. Hapana. Bado timu yao inaendelea kujitengeneza. Mchezo ukiangalia wachezaji wengi hawana experience hii michuano, kama hivyo ameongeza vijana wengi, ndio wanaanza kupata ushindani, ndio wanakutana na ligi ngumu. Kwa hiyo ikitokea wamefanikiwa, ni sehemu ya project yao kufanya nini, imefanikiwa. Lakini uwezo kusema leo hii Simba anatolewa na Al-Masry alafu unawa blame kwamba kwa nini mmetolewa robo finali wakati kila siku robo finali. Hasa resource ulizonazo ndio zinakufanya zile shishie pale. Unatia mafuta shilingi 30,000 unataka ufike Mwanza. Haiwezekani. Utaishia atakapoishia. Kama ni Chalinze, kama ni Morogoro, utaishia pale. Ukitaka ufike Mwanza, weka full tanki. Kwa hiyo ninachokiona kwamba ili wafike nusu finali comfortable, ni lazima wao wana hizo quality za kuhakikisha nusu finali comfortable. Hasa watu wengi tuko hawakitaki. Wanataka timu hiyo ilionayo ifike tu kwa sababu inafika. Hapana. Lazima pale pana maandalizi, kwa maana ya qualities ambazo unakuwa nazo, zile resources ambazo uko nazo ziwe za reflect. Kwa hiyo mimi hata binafsi nikiangalia hizo robo finali zote walizofikia, kwao ni kama ni mafanikio, kwa sababu ndio level na quality ambayo walikuwa nayo ilikuwa na wastahili waweze kufikia pale. Kukosekana kwa baadhi ya wachezaji kama Chemalon Fondo pengine inaenda kuathiri vipi kwenye kikosi cha Fadlu Davis? Of course itaathiri kwa sehemu kubwa, itaathiri kwa sababu unajua katika football maeneo ambayo tunasema mwalimu atamani kuweza kurisk au kufanya badiliko mara kwa mara ni eneo la goalkeeping na central defenders. Haya maeneo ambayo walimu hawatamani kufanya badiliko yoyote, kwa sababu ni maeneo ambayo ukifanya makosa unaadhibiwa. Ni watu ambao wanakaa katika mstari wa goli. Kwa hiyo kama kipa anakuwa kwenye ubora, atacheza huyo. Sio kama leo nimpumzishe, hapana, kwa sababu makosa hayatakiwi kuwa mara kwa mara, tofauti na namba zingine ambazo mtu anaweza akafanya makosa hata mechi 5 bado mkashinda au msipoteze mchezo. Kwa hiyo kukosekana kwa Chemalon, kwanza experience yake katika siku za karibuni ameweza kuadapt, anaijua Simba ni wanachokitaka, kuna makosa shafanyaga anaelewa, lakini uzoefu wake michuano, ni kiongozi kiwanjani, confidence yake, kuna wakati timu inakuwa inapagawa, ana uwezo wa kutulia akafanya maamuzi, kwa ni kiongozi kiwanjani. Mtu kama huyo kila mwalimu angependa kuwa naye, sababu katika mechi ambayo ina pressure kubwa unakwenda kuzuia pressure kwanza ndio ushambulie. Lakini pia tayari alikuwa ametengeneza partnership nzuri na Abdulrazak Hamza. Tayari alikuwa washa merge vizuri sana kiasi kwamba tayari kukaanza kuona yeye akiwa kama namba 4 anatumika, Hamza anaokota. Sasa leo hii anakuja anabadilika na anaingia mlinzi mwingine, whether iwe ni kazi au awe yule nani Chamos, yule mlinzi mwingine wawili, bado ule muunganiko haujawa kama ambavyo ulikuwa wa Abdulrazak pamoja na Chemalon. Kwa hiyo kweli gap litakuwepo, lakini mwisho siku walimu wana vitu vingi. Tayari anagundua kwamba kuna weakness sema katikati, atatafuta namna ya kwenda kufanya defense yake iweze kuwa ngumu kufikika, ili kwenda kuficha madhaifu ambayo yatakwenda kutokana kwenye partnership kati ya mlinzi aliyopo na mwingine aliyoingia. Sasa nikasema kwamba safari ya Simba kuitafuta nusu finali ni ngumu ama ni rahisi kwa msimu huu, jinsi walivyoanza kuanzia hatua ya makundi mpaka wanafikia hapa walipo? Mimi ninaiona rahisi, si kwa sababu ya ubora walionao. Ninaiona rahisi kutokana na aina ya opponent ambao wanakutana nao. Naomba unielewe vizuri. Yaani Simba nusu finali anaamini kiwango anafika kutokana na aina ya opponent ambao anakutana nao. Wanakuambia hata katika watu ambao sio bora sana kuna bora mmoja anatokea. Si ndio? Hiyo ipo. Nisichukulie kwa watu wakatafsiri kwa maana kwamba Simba sio bora, yaani kwamba kwa level yake Simba ambao tulikuwa tunaijua sisi hajafikia hiyo level. Lakini hapa palipo hawa ambao wanakutana nao, hata hapa ambako yeye yupo wao bado hawajafika. Kwa hiyo ni rahisi kuweza kuenda. Nikiangalia naona hana nafasi kubwa kwa maana ya mechi ya nyumbani na ugenini ukijumlisha, naiona Simba ikaenda nusu finali. Kwa sababu hii nini kifanyike kwa kocha Fadlu Davis akakubali mashambulizi, yani apaki basi
ama abishane nao katika kutafuta kuweka pressure, kutafuta matokeo walau hata ya sare kule ugenini? Simba hana timu ya kwenda kubishana ya open play. Hapana, timu hiyo Simba bado hana ya kwenda kushindana kwamba waje na sisi tuje. Atapoteza sana. Lazima aende kwa discipline. Yeye lazima akubali kuwa nyuma, awe na walinzi wengi, alinde vizuri, ashambulie kwa kushtukiza. Kwa sababu ana watu ambao wanaweza wakasilete mashambulizi, lakini kikosi cha kwamba tuje waende, hapana. Sio approach nzuri. Na kama wakithubutu hivyo, maana yake wanaweza kwamba wanakwenda wanaadhibiwa magoli mengi ambayo hawakutaraji kuweza kukutana nayo. Unaiweza hiyo staili ya kushambulia kwa kushtukiza kwa ulivyoiona Simba hii ya ligi kuu, kombe la FA na mashindano ya kimataifa? Ndio staili ambayo wamekuwa wakitumia kwa mechi za kimataifa zote za away. Wanakuwa na discipline ya hali ya juu sana. Ukiangalia mechi ya Constantine, angalia mechi ya CS Sfaxien, unaona kidogo mechi ya Bravo ndio walicheza kwa sababu Bravo wenyewe walikuwa washapotea, lakini wana hiyo discipline. Hata ukiangalia msimu uliopita ile hatua za awali zile wakenda away, mwalimu amekuwa mzuri kwenye kujihami na kutengeneza defensive nzuri. Kwa hiyo ndio kinachowasaidia iko kwamba wanakuwa na nidhamu nzuri na ni mwalimu mzuri kwenye kutengeneza strategy za kujilinda, lakini pia na watu ambao wana uwezo wa kuaccelerate mashambulizi wakatembea kwenye eneo kubwa. Unapokuwa na Kibu anaweza akakimbia hata mita 20 30 akiwa na mpira, ukiwa na Mpanzu the same anaweza kufanya. Kwa hiyo uwepo watu kama hawa unafanya opponent wako aweze kuchanganyikiwa sasa, kwa maana kwamba anapokwenda akinyang'anywa mpira yeye anakuwa anaingia kwenye risk ya kuweza kuadhibiwa. Sawa. Bwana, tumefuatilia ile game ya Morocco na Taifa Stars, ile game ya pili ile. Umejifunza nini kwenye ile game? Mimi sitataka kuzungumza kwenye ile game. Mimi nitazungumza tu kitu kimoja. Hakuna kitu ambacho kinakuja kwa bahati mbaya. Kama tunatamani kuwa hatuna pressure kwenye michuano ya kimataifa, ni lazima tukubali kuandaa timu. Tukubali kutengeneza timu. Ndio tutaniambia timu watengenezaje. Nafikiri lazima tukubali kwenye kuwekeza kwenye soka la vijana. Hiyo ndio slow. Hizi zingine ni mambo tu ambayo tunapenda kuyafanya azima moto. Kwa sababu unacheza kesho kumbe kuna nafasi tunaweza kwenda. Haitakiwi hivyo. Inatakiwa kitu ambacho ni kama hapo tukiingia kwenye ligi hapa, ukishakaa tu unajua kwamba Simba Yanga wanagombea ubingwa. Yaani unahitaji kuumiza kichwa. Na ndio iko hivyo. Kwa nini? Kwa sababu tayari hiko kitu wameshakitengeneza. Kwa sisi mimi nilifikiria kwa sababu tunaandaa finali mwaka 2027 ni wenyeji, na huu 2025 tayari toka mwaka jana tungeanza kutengeneza timu ya kwenda finali 2027. Yaani ambacho walifanya Qatar, kama unakumbuka, waliandaa timu almost 10 years. Walichukua vijana wakawagumu wakaandaa timu. Hawakufanya vizuri, lakini kuna kitu kilionekana. Kwa nafikiri na sisi kama tuna tiketi ya kushiriki, mimi nitegemea tokea mwaka jana chukua vijana wa Ngorongoro Heroes, Serengeti kule, na hawa tuna cream fulani tuko nayo iko Simba Yanga Azam ambao wana age yao ni nzuri. Anza kutengeneza kikosi cha mataifa pale. Kila mechi wachukue wale. Waende wakapigwe 5, wapigwe 6, wanaendelea. Pigwe 5, wapigwe 2, 3, wanaendelea. Baada ya miaka miwili tayari unakuwa una kitu kikubwa sana. Tayari unakuwa una timu. Lakini leo utaendelea kutafuta kwenda World Cup au si kwenda wapi? Unatumia mtu ambaye unashua naye mwakani utamtumia tena. Kwa hiyo ikifika tena mwakani tena utafuta mtu mwingine tena. Unaona? Kwa hiyo kuna haja saizi ya kuangalia, kuna baadhi ya watu tungewapumzisha. Sio kila ambacho tunashiriki ni lazima tukafanikiwe. Vingine tunaviskipu kwa ajili ya manufaa ya baadaye. Mimi nafikiri tungesimamia hapo, lakini kutaka kwenye kila michuano tukaonyeshe umwamba hatujafikia level. Kwa hiyo mimi sikutegemea kitu tofauti na kile ambacho kilitokea. Yaani uwezo ukakaa leo hata kama utachambua miaka 3 siku 6 nzima, bado si level ya kupambana na Morocco. Bado utasema wanabebwa, utasema wanabebwa kitu gani, lakini mpaka ubebwe lazima uwe na kitu. Lazima uweze uingie hivyo. Yaani utabebwa kwenye penalty wakati ufiki. Sasa na penalty unapataje? Huwezi kupata. Kwa nafikiri ni sahihi kwa timu kubwa. Kwa hiyo lazima tutengeneze mazingira ya kutafuta timu ambayo hata baada ya miaka 5. Changamoto tulionayo, tuna watu ambao wanapenda kila kitu kitokee kwa mafanikio kwenye wakati ambao wao wapo. Hiyo ndio changamoto ambayo inatukosti sana sisi wa Tanzania. Yaani mtu anatamani kwamba mafanikio yatokee wakati yeye yupo, ili watu wamcredit kwamba nilifanya, lakini hamna mtu ambaye yuko tayari atengeneze kitu hata baada ya miaka 10 kije kuonekana. Tungekuwa na hiyo mentality ingetusaidia sana. Sisi tungeanza kuandaa timu toka timu tangazo bwana tuna host michuano hii. Tungeandaa vijana. Vijana wengi wazuri, waamini tu.
unawaamini wale, lakini pia unatengeneza some policy fulani kwenye kanuni fulani kwenye ligi zetu, wale wote ambao unafikiri kwa nini basi hata timu zetu ziwape nafasi ya kuweza kucheza, vinawezekana kwa sababu tunaandaa timu ya taifa. Naona kwamba at least kwenye mechi wapate game time, wale ambao unawahitaji vijana wanaenda, baadaye tunakuwa tuna kitu kizuri. Kati makocha wa kigeni hao ambao wamekuja kufundisha timu ya taifa, ambaye kidogo nimeona amefanikiwa ni yule Emmanuel Amunike, ambaye ndo alitupelekaga ile Afcon, kama kumbukumbu zangu haziko tofauti. Tumeona hapa karibuni wameaminiwa wazawa, nao kidogo wamefanya kitu na mpaka kufikia hapo tulipo. Umepiga huo wimbo wa kwamba tutengeneze vijana. Nani vijana hawa wanawatengeneza? Ni hawa makocha wazawa tuwaamini ndo muda wao huu, ama ni nani ambao wana jukumu hilo la kuwatengeneza hao vijana kuelekea hizo finali ya 2027? Timu ya taifa haitengenezwi na kocha wa timu ya taifa au sio kurugenzi sio ya mashindano sio shirikisho lenyewe kama lenyewe. Hapana, timu ya taifa inatengenezwa kwenye sera na miongozo kwenye vilabu. Yani hivi vilabu tulivyo navyo, ligi kuu, championship, ligi daraja la 4, la 3 mpaka la ngapi, huko zote hizo ndio unapoweza kutengeneza timu nzuri ya taifa. Lakini pia kuwa na mahusiano na sera nzuri ambazo zitafanya uweze kuwa na uwanja mpana wa kutawanya vijana. Unaona, tuna bahati nzuri viongozi wetu waliopo madarakani kwa saizi, kwa maana kwenye shirikisho wana mahusiano mazuri na viongozi wa shirikisho la soka barani Afrika, lakini pia wanatembea. Sasa matembezi yao wanayoyafanya ni wakati mwingine yawe ya kutengeneza mahusiano na vilabu na taasisi nyingine. Unaingia unazishawishi vilabu, leo vinakuwa vinaingia makubaliano na timu mbalimbali huko Europe na maeneo mengine. Unatoa project kwa vijana 5 6 wanakwenda kwenye academy moja labda huko Hamburg kama si wapi, wako kule mnawaacha, wengine wanaingia Norway, wengine wanaingia wapi. Panakuwa pana hizo project hizo ambazo zinafanyika, unaona, kuhakikisha kwamba tunakuwa tuna resources nyingi nje ya taifa, lakini pia ambao wako ndani hapa mnawatengenezea mazingira mazuri, wanapata ligi za vijana zenye ushindani. Kwenye timu kubwa panakuwa pana kanuni, vijana waweze kutumika. Kwa hiyo unajikuta kwamba una resources ziko nje ya nchi, kwa maana wachezaji ndani unao. Kwa hiyo mwalimu yeye kazi yake, mwalimu national team ni kuja tu kuutilize kile ambacho tayari kimeshaandaliwa. Yeye utofauti ni kwenye wewe kwa tu system hii, system hii. Huyu amuita huyu kwa sababu ana hiki, huyu hiki kwa hiki. Ndio hicho tu basi. Lakini tayari ile yani ule ubora tayari upo. Lakini mwalimu wa national team sio ndo anakuja kufundisha kupiga pasi, mifumo, hapana. Na ndio unakuta hata maandalizi yake timu inaitwa siku 3 kama wenzetu huko au siku 2 wanacheza mechi. Sababu tayari kila kitu kinafahamika. Kwa hiyo nafikiri tujikite hapo. Yaani kwamba tuwe tuna vijana wengi ambao wanacheza nje. Wale kina Kevin John wale wao wengi sasa. Unaona, leo unakaa leo unaita kuna kijana yuko Israeli, kijana si yuko Belgium, kijana yuko si Italy, yuko wapi. Wakishafika na wengine wa ndani huko wanacheza, na unajua sasa ligi yetu imekuwa kidogo na ushindani, wanakuja wageni wengi. Kwa hiyo ukichanganya pale ndio unapata timu ya taifa yenye ubora. Lakini kinyume na hapo hamna kitu. Yanga wanadai pointi 3 za mezani. Wao wanatamani dabi ipigwe au wasimamie pale waliposimamia. Kanuni. Kama kanuni zinataka dabi ipigwe, basi ipigwe. Kama kanuni zinataka Yanga apewe pointi, apewe pointi. Lakini kanuni zifuatwe kwa maslahi mapana ya mpira wetu na kwa siku zijazo. Mambo ya busara, hekima, hizi ndo zitumie kwenye hizo kanuni. Zile zimeandaliwa na busara na hekima. Ndio maana ukiwa unaandaa sheria au kanuni, nakwambia unaandaa kwa kuangalia wakati uliopita, maana unapata experience wakati uliopo na wakati ujao. Maana hizo ni hekima na busara. Kuweze kanuni zenyewe zimejaa hekima na busara. Kwa tutumie hekima na busara ya kwenye kanuni. Kuna kona haiwezi kutusaidia. Mimi nikushukuru sana. Karibu tena. Bwana basi sawa. Mimi nilikuwa napiga story hapa na mchambuzi wa masuala ya kabumbu nchini Tanzania, Dominic Salamba. Yeye amegusia vitu vingi sana. Tumegusia hapa safari ya Simba kuelekea kwenye mchezo wao wa mkondo wa kwanza kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya robo finali pale nchini Misri dhidi ya Al Masry, mambo yataendaje. Lakini pia tumegusia kuhusiana na swala timu ya taifa, namna gani timu ya taifa inapaswa ijengwe kuelekea finali za Afcon 2027 sisi tukiwa kama wenyeji. Lakini pia tumezungumzia na masuala hayo ya kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo. Wewe una maoni gani? Mimi naitwa Morris, tukutane kwenye comment hapo. Nadhani tutakuwa
tunapeana hapo knowledge za aina mbalimbali. Hii ni Kishamba TV na nyuma ya kamera niko na director Moji.